Mungu alitengeneza tuseme, God made so many laws like the force of gravity. Ukirusha kitu juu, ukubali au ukatae, itaanguka. Sema amen. Ukipanda pegu ya mkorofia, itakuwa namna gani Kiswahili mkorofia? Parasisi. Ukipanda pegu ya parasisi, hii mnajuaga tu kondo au avocado. Lakini ule mtaalamu anajua inaitwa hiyo parasisi, hata bizi yashika vizuri. Hallelujah, praise the name of the Lord. Hallelujah. Mungu ameweka kanuni zake ya kwamba kile inahitaji ni maji na udongo na unyevu. Hallelujah. Ikiwekwa hapo, maana hiyo ni kanuni yake, hiyo pego itaanza kutoa nini? Mizizi. Hallelujah, praise the name of the Lord. Hata haitahitaji uiombee, itachomoka, itoe mizizi yake. Hallelujah, Bwana asifiwe. Uipeleke kwa shamba mahali iko polea. Hallelujah, mvua ikuje, umwagilie maji, itamea, na after some time utapata makondo. Hallelujah. Kanuni Mungu ameweka, when we heed to what God has said, sema amen, ushindi inakuja. Salimia mimi mtu ya Mungu. Hallelujah. Mungu akamwambia Samueli, mimi nilitii sauti ya Bwana, akanituma nikuje kwako nikumwagilie nini? Mafuta, uwe kiongozi wa Israeli. Yes, continue. Sasa sikia na utii sauti ya Bwana. Shida ya watu wengi, hawasikii sauti ya Bwana na hawatii. Hallelujah. Wanataka Mungu awaelewe. Hiyo pego ya mkondo, ukikorogea mahali na koroga, hata uyombee haitamea. Sema amen. Sema zako mwambie, now therefore heed the voice of the words of the Lord. Mwambie, hear and heed the voice of the words of the Lord. Yani sikia na utii maneno ya Bwana. Hiyo ndio itakufanya tofauti, hiyo ndio itakuinua, hiyo ndio itakubariki. Sema amen. Sema amen. Kanuni za Bwana, God has put laws. Mungu ameweka sheria na masharti ili maisha yetu iwe rahisi. Amen. Hallelujah. Kama wewe ni mzee, Mungu anapatia wazee kanuni, Ephesians chapter 5, ya kwamba wazee, husband, love your wives. Amen. Mzee, ukipenda bibi yako, things will be easy even in your house. Tusalimia na watu wa Mungu. Mambo, mzee, ukitii neno ya Mungu, if you hear and heed the voice of God. Hallelujah. Mungu amesema upende bibi yako kama vile unajipenda wewe mwenyewe. Things will be easy for you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini hata ukigonga meza, useme wewe ndiye mzee, uende wakagoma mashoro, upakwi mauchi, mambo haitabadilika. But when you heed the word of God, things will be easy for you. Sema amen. Sema amen. Hata wewe mama na umeolewa, heshimu bwana yako. God has commanded you to respect. Hallelujah. To submit means to respect. Una submit your own husband. Unamrespect, unamheshimu. Hallelujah. Things will be easy for you. Salimia mimi. Urespect mzee na umheshimu. Amen. Na usiongee maneno ya kumuonyesha yeye ni tuni. Unajua unaweza rushia mzee neno ya kumshinura. Unajua kushinura. Pastor kushinura nini? Unajua mzee neno ya kudhihaki hata mbele ya watoto.
My friend, hata ukiomba, things cannot be easy. But when you obey the word of God, things become easy. Sema amen. Ukitii neno ya Bwana, haleluya, Bwana asifiwe, mambo itakuwa rahisi kwako. Amina, Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akamwambia Saul, nimekumbuka kile Waamaleki waliwafanyia. I've remembered. God remembers. Sasa mtu mwambie Mungu anakumbuka. Mtu yote anayefanyia madharau, God remembers. Mtu yote ambaye amewahi mambo yako in a negative way, God remembers. Sema amen. Kile wameongea kuhusu wewe, wakisema hamutafanikiwa, hamutafaulu, Mungu anakumbukanga. Haleluya. Na atafanya jambo. Sema amen. Akamwambia Saul, I remember hawa watu wa Amaleki kile walifanyia wana wa Israeli zaidi ya miaka 500 ambao ilikuwa imepita. God was still remembering. Haleluya. Alikuwa anangojea Waisraeli wafike kiwango ya kwamba anaweza watumia wanyoroshe maadui, wajue Mungu aishie milele, habadiliki. Sema amen. Na hata kama ameahidi, hata kama imekawia, itakuja kupita katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Saul, inuka, rise up, rise up. Haleluya. You know what I did? Walifanya kitendo kibaya Waamaleki. If you read there below, that says the Lord of hosts, I will punish the Amalek. I'm just going to make your scripture. I will punish. That is verse 2. Yes. I will punish Amalek for what he did to Israel. Akasema nitawaadhibu. He said, I will do what? Punish. I will punish, yes. Amalek for what he did to Israel. What they did for Israel. How he ambushed him on the way. How he abused him on the way. When he came up from Egypt. When he came up from Egypt. Now go and attack Amalek. Go and attack Amalek. And utterly destroy all that they have. And utterly destroy all that they have. And do not spare them. Do not spare them. Usiwahurumie. But kill both man and woman. Kill both the man and the woman. Infant and nursing children. Ox and sheep. Camel and donkey. Camel and donkey. Yes. So Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 foot soldiers. Yes. And 10,000 men of Judah. Yes. And Saul came to a city of Amalek and lay in wait in the valley. Yes. Then Saul said to the Kenites, go, depart, get down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. Verse 7. And Saul attacked the Amalekites. Saul attacked the Amalekites. And Havilah. From Havilah. All the way to Shah. All the way to Shah. Which is east of Egypt. Which is east of Egypt. He also took Agag, king of the Amalekites. He took Agag, king of the Amalekites. Alive. He never destroyed him. Yes. And utterly destroyed all the people with the edge of the sword. He destroyed the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag. But Saul and the people spared Agag. And the best of the sheep. And the best of the sheep. The oxen. The oxen. The fatlings. The fatlings. The lambs. The lambs. And all that was good. And all that was good. And were unwilling to utterly destroy. They were unwilling to utterly destroy. But everything despised. But everything despised. Worthless. That one they utterly destroyed. Mungu alikuwa amesema ya kwamba nimekumbuka kile Waamaleki waliwafanyia. They have told you waliwafanyia miaka 500 ambao ilikuwa imepita. Haleluya. Lakini Mungu akakumbuka, akaamua ataripishia watu wake
kisasi. Sema amen. Haleluya. Hata nawe Mungu anakumbuka wewe. Sema amen. Maadui wako wasipotubu wataona kivumbi. Sema amen. Hiyo haitakaa miaka 500. God is going to do it in this season in Jesus name. Shout a big amen. Nasema Mungu atangojea miaka 500, ataifanya wakati huu katika jina la Yesu. Ukitii Bwana, God will do it in Jesus name. Shout a big amen. Lakini huyu mfalme alikuwa ameambiwa a destroy chochote cha Wamaleki, because kile walifanya wale ambao pengine kuja soma kile kilifanyika in the book of Exodus. Hao Wamaleki wakati walikutana na Waisraeli waliruhusu wale jamaa wako na uwezo, wale ambao ni wenye vita, the strong men and women who are able to fight, waliruhusu wapite. Alafu wakafuata pande ya nyuma. Tosho tunakimbia na migogojo namna hii. Na totoi ambao hakajui mama ako. Wakaua hao wote. Wakawamaliza wote. Walikuwa nakuta kamzee chwa chini. Kama toi kwa. Tule tudogo kanakogeshwa mawe. Salimia mimi. Badala wapatane wanaume wanyerosane, salimia mimi mtu ya Mungu. Amen. Hallelujah. Kama ni vita, wapigane wenye vita. Hallelujah. They destroyed the weak one. They destroyed wale ambao hawangeweza hata kupata kupigana. Mungu akasikia uchungu na akasema siku moja, hallelujah, Bwana asifiwe, watu wake wakiwa na uwezo atawalipizia kisasi. Lakini Saul badala ya kutii, he spared Saul of all the people, akabakisha mfalme. Tena kila kitu ambayo ilikuwa inaonekana kama ni kizuri kwa macho, hiyo aliacha. Kitu kama kwa macho ni kizuri, aliacha. Anapata kodoo imeona mzuri, anaacha. Anakuta ng'ombe ambao bavu zinaonekana nje, natembea kama hiyo, anamaliza. Anaona kuku ambao yuko na na geviuru kakia kuku. Hiyo sema kata kitu hiyo, maliza speed. Chochote ni kibaya alimaliza. Lakini chochote ilikuwa ndio mzuri kwa macho, he spared them. Na hiyo kitu ikafanya Mungu asikie vibaya sana. Because obedience must be total. Kama ni kutii Mungu mpendwa, obey God, and you shall see the blessings of God. Sema amen. Sema amen. Amen. The last 2 weeks, Mom was sharing with us about obedience. In obedience is doing as you are told. Kutii ni kufanya vile umeambiwa ufanye. That's what we call obedience. It is complying with, you are complying with a specific instruction. Unafanya the way you have been told to do. This is what we call obedience. Doing as you are told. Following, complying with. The definition of obedience is acting upon. Yani kile umesikia, unachukua hatua kusambaba. Acting on. This is what we call obedience. It just means to abide by. You are abiding by. You are abiding by what you have been informed. This is what we call obedience. Hallelujah. Now obedience is better than sacrifice. Huyu mfalme wakati alifanya hivyo alianza kuhepa. If you read this book of the scriptures, verse 12, it says, and Samuel rose up, I read it for us. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, God had repented why he made King Saul. When you disobey, Mungu anasikia vibaya sana. When he has given you very clear instructions, na unafanya kinyume, hiyo mambo inahuzunisha moyo ya Mungu. Hallelujah. Kama wewe ni mtoto na utii wazazi wako, hallelujah, unless pengine mambo ya Mungu wanakuambia ufanye kinyume na
God has commanded otherwise. Wewe mtoto, you are supposed to obey your parents. Sema amen. So that your days can be many here on earth. Mungu ameamuru hivyo. Mtoto akikataa kutii wazazi, anakaa chokora. Whether he likes it or not, atapotea. Lakini akitii, atabarikiwa. Mema ya baba yake ataikula, mema ya mama yake ataikula. So Saul, kutotii kwa Saulo ilifanya Mungu asikie vibaya. Yes, Now the word of the Lord came to Samuel saying, It came to Samuel saying, I greatly regret that I I have set up. greatly regret that I've set up Saul. Yaani Mungu anasema ya kwamba I greatly regret. Lakini unajua kwamba Saul ametii mambo mengine, lakini hajatii kabisa. Hallelujah. Ili ambayo inaonekana kama ni sawa, hiyo ametii. Amen. Lakini ile ambayo inaonekana kama ni mzuri kwake, hiyo hafanyi. Anafanya vile moyo wake inamwambia. And this is the problem we're having in the church today. There is partial obedience. It is total obedience. Sema amen. Yes. For he has turned back from He has turned back from following me. And has not performed my commandments. He has not performed my commandments. And it grieved Samuel. It grieved Samuel. And he cried out to the Lord all night. Samuel alilia usiku mzima akiombea mfalme Mungu asikie huruma. Yes. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, So Samuel anamuka asubuhi apatane na Saulo amwambia atubu aache nini hiyo mienendo. it was told to Samuel saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself, and he has gone around, passed by, and gone down to Gilgal. Unasikia? When people are not obeying God fully, wanakuwa na biashara mingi sana hata hapatikana. Amen. Sasa anaenda mapema sana. Anaenda Gilgal, anaenda nini, anaambiwa Samueli ameenda Kameli. Ameenda wapi? Haleluya. Anaambiwa Samueli za Saulo ameenda wapi? Ameenda Kameli. Haleluya. Baada ya kupata mtumishi wa Mungu amehepa, ameenda Kameli. Yes, He has set up a monument for himself. Hata ametengeneza ka fellowship, ametengeneza ka monument yake. And he has also gone around. Na tena ametembea. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hafuatilii, ameanza kutembea. Leo ako kwa Ngorino, leo ako hapa, kesho ameenda Kadho, kesho ameenda kwa Bishop Landi, siku hiyo ingine amerudi. Usaidie na watu wa Mungu. Alianza kutembea. Hadiambia kwamba he has gone around. Sema kumwambia alianza kuenda around. Sisi mwanzo kumwambia alianza kuenda around. Mwambie wewe kama umeanza kuenda around, simama umefika. Mwambie wewe. Wewe salimia mtu, mwambie wewe. Kama umeanza kuzunguka na kuenda loud, simama sasa, Mungu akubariki. Yes, akaambiwa ameenda wapi? Round. Ameenda round. He has gone loud. Yes. Passed by. Hata juzi anapitia hapa. He has done what? Passed by. He has passed by. Leo hajaingia, hata amepitia wapi? Yes, And has also gone down to Gilgal. Hata ameteremka sasa, amehama, ameenda Gilgal. Hallelujah. Sasa si mshirika, ni si mshirika wenu siku hizi, mimi ni mshirika wa nani? Wa Apostle Kanyari. He has passed by. He has done what? He has passed, but he has obeyed halfway. Ametii kidogo tu ile ambayo inafaa. Ile inatokana nini? Ni kama si hasara. Hiyo hautihoru. Hallelujah. Lakini pale kama inamkaza sana, hiyo hafanyi. Yes. Samuel said to Saul. Samuel said to Saul. And Saul said to him. Saul said to him. Saul anapatana. Blessed are you of the Lord. Sasa Saulo ndiye anambia Samueli, Bwana asifiwe. Blessed are you of the Lord. Dugata. Yani anamwambia hey, Bwana asifiwe.
Kubarikiwa ni wewe. Hebu soma tena. He's saying kubarikiwa ni wewe. Blessed are you. Wewe tugetea Ngai we mrathime. Blessed are you of the Lord. I have done what? I have performed the commandment of the Lord. Auro ndahingirie mambo milo niliamuru nilifanya. Amina, haleluya. Madani ya Agosto. Amen. Tuhamwe muno. Amina. Endelea. But Samuel said, what then is this bleating of the sheep? Nasikia nini? Bleating ni nini kwa Kiswahili? Mlio ya me hiyo. Maana hata kama sema umefanya kondoo zitapiga kelele sasa me. Itasema me, madhambi mengine itakustaki. Sema amen. Sema amen. Madhambi mengine itakuaibisha hadharani. Haleluya. Hata kama unafunika itajichomoka tu. Kijana anaweza jifanya mtakatifu sana na unajua tunafanyanga usiku. Wewe ndio unatembea kwa dada usiku. Yuko mmoja atachomoka na tumbo hapa ni aseme bishop. Hii unaona ni atuhu nini? Hata ukikana akizaliwa tutaona masikio imekaa kama yako. Imekaa hivi. Hallelujah, praise the name of. If it is obedience, ti Mungu kabisa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hallelujah. Mungu kasikia vibaya sana kwa sababu ya baada ya kutubu anahepa. Kama umefanya dhambi, tubu. Mungu ni msamaha. Sema amen. Repent, God will forgive you. Repent sincerely from the heart. Kutoka ndani ya moyo wako utubu na Mungu atakusamehe. Hallelujah. Lakini ukinyeta uwe mgumu, God can raise somebody else. Tusalimiane. Hallelujah. Makusudi ya Mungu ilikuwa atumie Saulo mpaka mwisho. Lakini wakati alinyeta, Mungu aliinua Daudi. Hallelujah. Whatever you are doing can be done by somebody else. You are an intercessor. If you don't pray, God can raise somebody else na anza kuintercede. Lakini baraka zako unaweza kosa. Sema amen. Sema amen. Amen. Usifikiri kwa sababu naimba hapa tunabarikiwa. Yakoba is only you. Hallelujah. Bwana avail yourself. Omba Mungu upatikane. God will use you. Sema amen. Tusalimie na watu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Obedience, the opposite of obedience is disobedience. Disobedience is to defy. Yule sema kama mtu amedefy. Yaani disobedience is to defy or to refuse to comply. Umekataa ku comply. Yaani Bwana asifiwe sana. Amen. Tuseme kama Mungu amesema utoe fungu la 10, you refuse to comply. Unasema sitoi. Amen. Mungu anasema toa fungu lako la 10, una nini? Una defy, una nini? Tusalimiane. Hallelujah. Bwana asifiwe. Una defy, you refuse to comply. Disobedience is also going against kile imesemwa. Kama tuseme hapa vijana wanastahili kukutana hapa Monday, to disobey it is to go against. Tunasema hata hiyo mkutano haibariki, sitaenda. That is disobey. Amen. Tunasema Wednesday ni midweek service. To disobey is actually to defy. Unasema hiyo Wednesday sipatikani. Kwani saa zote ni kanisa? That is defying. Yaani unasema sitafanya. Si pastor Evanders ametangaza hapa. Pastor Luke alikuja katangaza hapa. To defy is actually to disobey. It is to defy. It is to refuse to comply. Ni kukataa kutii. It is going against.
violate, yani una violate hiyo mambo, una violate. Wamesema Thursday ni siku ya maombi hapa 1 hour, sipatikani. Sasa nini? And I look for reasons. Nitafuta sababu kama hii nini, kama hii ya Saul. Saul alitembea sana mpaka nini, ameenda route, ameteremka, amepiga route, amepiga kona. Lakini ukipatana na ndugu Samuel anamwambia Bwana ni arosho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana ni arosho. Amen. Nilifanya yote. Na hajafanya yote, amefanya nini? Salimia mtu mwanzie, don't defy. Usalimie tu. Don't defy. Mwambie don't defy. Don't refuse to comply. Msalimie tu, mwambie don't refuse. Mahali ya kutini kanisani, but you still people are still defying the orders. The best place you can obey and be blessed, it is in the church, because God is here. He will bless you. Atakubariki, hata pesa anaweza fanya upate. But some of us are living in poverty, yet there is plenty. Uko mahali ambao watu wanabarikiwa, people are getting blessed in all ways. Lakini umekuwa mgumu, the devil has cheated you. Umekuwa mgumu sana, hasa mambo ya matoleo. Unapata watu wengine and they are getting thousands, anatoa offering kamia 100 kana kamia, amen, na amepata ngiri 10. Mungu abariki na ngiri 10, lakini offering anatoa kamia 100 mara 4 400, hata haijafika taifa. Haleluya. Hiyo Bwana asifiwe sana, amen. Anatoa ka 50 hata ukimultiply times 4, it is 200 shillings in a month. Na umepata mshahara ngiri 10, mshahara ya 50,000. Unatoa offering ya 200 shillings. Na wewe mshahara yako ni 20,000. 200 shillings ukitoa hata mara 4 hata haijafika ngiri 1. These principles of God, when you obey them, your life becomes easy. Sema amen. Bibi akitii Bwana, mambo yake yanakuwa rahisi. Sema amen. Akinyeta na ako na bwana nyumbani, anietee huyo mzee, mambo yanakuwa ngumu. That's the truth. Mzee, if you don't love your wife, kama vile nini Paulo alisema in the book of Ephesians chapter 5, ya kwamba nyinyi mabwana mpende bibi zenu kama vile Kristo alipenda kanisa. The way Christ loved the church sacrificially. Yesu alipenda kanisa jinsi alitupenda jinsi tulivyo, na maovu yetu alitusamehe, akatuokoa unconditionally. Hallelujah, praise the name of the Lord. If you don't love your wife unconditionally, vitu vidogo umeanza kuwa na mtu kama mwanamke, my friend, things will be hard for you. Hallelujah, praise the name of the Lord. You obey, things become easy. You disobey, amen, the laws that God has made, they are for our own benefit. Hata gari kama ile ikali ile kama yangu, uende petrol station itakunywa diesel, na kwa sababu mimi sipendaki diesel, niseme iwekwe nini, iwekwe soda. My friend, hiki kitanoka, hiki kitafanya nini? Niseme na sukari kaka niseme kuna dini, weka hiyo soda leo. My friend, haitaenda, itanoka. Hallelujah. Kanuni zimewekwa, hallelujah, so that things can be easy for you. You obey the principles of God, things become easy for you. Hallelujah, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jesus said, if you love me, you obey my command. John 14 verse 15. John 14 verse 15. Samuel alikataliwa kuwa mfalme. Jesus is saying, if you love, read for me, John 14 verse 15. If you love me, keep my command. Keep my command. Kama kabisa mimi ni mwokozi wako na nimekuokoa, nimekutoa kwa giza. Heed my commandment. Keep my what? Keep my commandment. Because if you say you love me and you don't keep my commandment, you are lying. 1 John chapter 2 verse 3 and 6. Yes. 1 John chapter 2 verse 3 and 6. Yes. Now by this,
We know that we know him. Sasa tunajua Yesu. Wacha ile ya mchezo. Yes. If we keep his commandments. What shows you know God, what shows you love God is keeping his commandments. Si ushuhuda. Ushuhuda ni mzuri, inasaidia kushinda mambo mengi. Lakini kile kinaonyesha, hallelujah, you know God is keeping his commandments. Yes. He who says, I know him, and does not keep his commandments, and does not keep, yani hafuati kile Mungu anasema, is a liar. Is a liar, ni muongo. And the truth is not in him. The truth is not in him. What shows you love God is obeying him. If you don't do what God has commanded us to do, even mambo ya pesa, even mambo ya familia, even mambo ya maisha, hallelujah, the Bible says if you don't keep his command, we are a liar, and the truth is not in us. Hata ukitoa ushuhuda mrefu namna gani na utii neno ya Bwana, you are a liar. That is the truth. Hallelujah. The word of God is also meant to be obeyed. Neno ya Mungu hajaipenda tu ati tusome kanisani, tuseme hallelujah, tusikie mzuri, tuende nyumbani. The word of God is meant to be obeyed. Because when you obey God, things will flow. They will flow automatically. Deuteronomy 29 verse 29. Yes, read for me. Deuteronomy 29 verse 29. The secret things belong to the Lord our God. Mambo yale ambayo hatujui, hiyo ni ya Mungu. Hiyo ni ya nani? Ni ya Mungu. Yes. But those things which are revealed, lakini mambo yale Mungu ametufunulia through the preachings, through his word, mambo yale yamefunua. Yes. They belong to us. Hiyo mambo ni yetu, and to our children, na watoto wetu forever, that we may do all the words of this law. Na sababu yake ni tutende hiyo maagizo yote, hiyo Mungu amesema tuitende. Haleluya, Bwana asifiwe. Kile ambao hujui, achana nayo, sema amen. Lakini kile ambao Mungu amereveal ni yako na nani, hata kama hujazaa, wako ndani ya tumbo, wako ndani ya miguu, ni yako na watoto yako forever. Amen. Ili tuyatende. Ili tufanye nini? Ili tuyatende. Hata mtoto wako mfundishe mambo ya tithe. Teach them. Teach them about money. Teach them about how God is great, how God is powerful. Hallelujah. Vile Mungu wako mkubwa. Wacha kupatia mtoto pau. Nimeshukuru watoto wazazi wa hapa. Nimeweza kuona sana siku hizi hawapatii makobole na makumu. Tupigie wazazi makofi. Nimeona hata mnapatia watoto wenu 100, 200, 50. Mungu unamwonyesha ya kwamba really God is God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ukipatia mtoto pau na ameona wale wengine wametoa 100, ametoa 50, mwingine ametoa 200, wako ataanza kujua ya kwamba Mungu wake ni wa bei gani? Unamwonyesha Mungu wake yako chini sana. Teach them, teach your children even how to handle money. Waonyeshe kushika pesa na waonyeshe kutoa kwa Mungu. Sema amen. Hallelujah. Waonyeshe kushika pesa, hata waguze pesa, aguze noti ya 1,000, ya 500, kaguze, kaweke kwa mfuko, ukatupe kwa duka, kalete change. Hallelujah. Kasitishwe na mwanaume mwingine pale kwa barabara na 500. Sema amen. Hallelujah. Asitishwe na mtu na 1,000. Ajue 1,000 nimeguza, nimenunua mikate, nimerudisha change, what are you doing? Sema amen. Teach them to use money. Amina. Bwana asifiwe. Yes, read the scripture again. The secret things belong to the Lord. The secret things belong to God. Yes. But those things which are revealed, those things which are revealed, they belong to us. They belong to us and to our children forever. And to our children forever. That we may do all the words of this book. That we may do. The purpose is that we may do. Kile umejua, fundisha
watoto wako maombi, wafundishe kusifu Mungu, wafundishe being fair in the house, wafundishe kuheshimu wageni, wafundishe kutii mama, wafundishe kutii baba. Haleluya! Wafundishe heshima, watende mambo hayo. Bwana asifiwe. Those things are revealed that we may do them. Sema amen. Amen. Pointi nyingine ni ya kwamba masharti ya Mungu si mazito. The commandments of our God are not burdensome. That is 1 John chapter 5 and verse 3. 1 John chapter 5 and verse 3. Mambo ya Mungu si mazito. Hallelujah. Only the devil tries to show people ya kwamba mambo ya Mungu ni mazito. Ni uongo. The things of God are not burdensome. They are not heavy. Sasa mtu mwambie mambo ya Mungu si nzito. Msalimie tu. Kwa wainga ni koko. Kwa wainga huko nje. Saa hii lita ya pombe ni karibu 100. Lita ya nini? Ya kanywaji. Ni ngapi? Ni ya 4 lita moja. Na isaidii mtu, itaharibu figo, unaweza jikojolea ukicheza. Unaweza porwa na wengine nyangalika zingine ambao zinajua hata ukiweka kwa socks inaweza toa. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nasema kwa wainga ndiko kulito. Yuko kugumu. Mambo ya sheria ndio gumu sana. Ya Mungu ni rahisi. Amen. Maana lita ya maziwa ni pesa ngapi? 60. Wakati kama kidogo hii ya nyumba, hebu kunywa maziwa na nini? Kwa nyumba. Haleluya. Mwana ni hoso. Bwana asifiwe. Kwa Mungu ni rahisi. Nitasikia. Nasema nini? This is the love for God. This is the love of God. To obey His commands. To obey His commands. And His commands are not burdensome. His commands are not what? Burdensome. They are not burdensome. Ya Mungu si nzito. Sema amen. Kupenda Biblia kwa siku. It is not hard. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kupenda Biblia kwa mrembo ni nzito. It is not hard. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ile mambo nilikuwa nazungumzia yeye kabla sijawa yeye na matamata. Tunaweza kuongea hata ni iongeze kwa mwingine zaidi. No. Hallelujah. Hiyo si nzito. Amen. Bwana sasa amen. Kupeleka ile ndio linda bali inapendeza mimi ina maji na suti yangu saa zingine kama ile amevaa. Hiyo si ngumu. It's not hard. Si nzito. Haleluya. Kuzungumzia maneno mazuri ya kumjenga. Kumwita hane sweet, maneno ya kumjenga. Kwani ni ngumu? Even if you are pretending, it is not hard. Sisemi pretend kwa bibi yako, lakini hata kama unasema tu bila kutaka, si ngumu. It is not hard. The things of God are not what? They are not hard. Kabisa kwa Kiswahili nasema nini? Kiswahili inaelewa. Kiswahili nasema nini? Kiswahili. Na hii ndio kumtii kumpenda Bwana. Hii ndio kufanya nini? Kumpenda nani? Yes, Bwana, yes. Na hii ndio kumtii Mungu. Hii ndio kumtii Mungu. Kutii amri zake. Yes, kutii amri zake. Na amri zake Mungu ndiko kumpenda Mungu. Tuzishike amri zake. Wala amri zake si nzito. Hallelujah. Mama, respecting your husband is not hard. Kuheshimu mzee. Amina. Bwana asifiwe amen. Kwani ni nzito? Kumwinua yule mzee, kumwangalia. Kumche ndiye mtume kwa nyumba. Yeye ndiye mzee wa wazee. Hakuna mwanaume kama mwingine. You know you can respect that man. It is not hard. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kama tunaona mama aliyeheshimu. Aliyeheshimu, anaongea mazuri juu yangu. Niangalie kwa haraka. Hiyo si nzito. Si nzito ndio. Hallelujah. Bwana asifiwe amen.
Hata nikipata kitu kidogo wananisifu mpaka nasikia mzuri, ndio kwa nini. Hiyo si nzito. It is not hard. Amen. Hallelujah. Kupenda sana yeye, it is not hard. Amina. It is not hard. Naweza pendelea sana. Hata naweza pelekea Mombasa tukanini hata kama naomba kamani tukanini. Huko. Hallelujah. Si nzito, it is not hard. Mambo ya Mungu si nzito. Sema amen. Lakini ukichukua na katika za wenyewe hapa, uanze kurudisha na wazee wenyewe na mapanga. Haleluya. Hiyo ndio nzito ya aina leo tu. Ya Mungu ni rahisi. Sema amen. Sema amen. What time is it? I want to read another scripture before we finish. But God is looking for people who you delight to obey. Mungu anatafuta watu ambao, even a church like this, God is looking for people who you delight and obey Him. Acts 13 verse 22, yes? And also Psalms 119 verse 111 to 112. Psalms 119 verse 111 to 112. And also Acts chapter 13 verse 22, yes? After removing Saul, he made David their king. Baada ya kumtoa Sauli, kwa Sauli alitoka kwa sababu ya kutii manusu. Baada ya kumtoa Saul, alimfanya David king. He testified concerning him. Wale ambao ni wakatili, wewe ukitii, God will lift you up. Sema amen. Sema amen. Yes. I have found David son of Jesse. Akasema nimeona I've seen David. Mungu akasema nimeona Daudi, son of Jesse, a man after my own heart. A man after my own heart. He will do everything I want him to do. This is a man who will do everything I want him to do. How I pray in this church, ya kwamba Mungu akiangalia kanisa hii, haleluya, maana watu wa kunyeta hawakosi. Sema amen. Mungu angalie wewe, aseme nimeona fulani wa fulani, mtu ambao, a man after my own heart, who will do everything that I want him to do, that will obey me. Sema amen. Haleluya. Uwe mtu ambao Mungu akiangalia ataona mtu ambao atamutii katika hii kanisa. God will bless you. God will look for every reason to lift you high in the name of Jesus. Sema amen. Because obeying is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Haleluya. Vile naomba Mungu aone wewe, uamue na moyo wako utatii Mungu, maana masharti ya Mungu si mazito. Hakuna kitu Mungu amesema ambao haiwezekani, hata kama shetani anaonyesha ni ngumu. Hallelujah. There is nothing too hard that God has commanded you. Only the things you are able to do. Sema amen. Sema amen. Can you stand up? Let us stand up. Jesus said that a fool calls him Lord, Lord, and does not do what he says. Yesu alisema mjinga anamuitanga Bwana Bwana, lakini hafanyangi. That is the Luke 6 verse 46 to 49. Tusome hiyo kama tumesimama. Luke 6 46 to 49. Yes. But why do you call me Lord? Yesu alisema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana and not do the things which I say? Na mfanyi. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, God, my Savior, in the victory guru, and you don't do the things which I say, and you don't obey? Yes. Whoever comes to me and hears me, whoever comes to me and hears me, and does them, I will show you whom he is like. I will show you whom he is like.
He is like a man building a house. He's like a man building a house. Who dug deep and laid the foundation on the rock. Yes. And when the flood arose, Yes. the stream beat vehemently against the house. Yes. And could not shake it. Yes. For it was founded on the rock. Yes. But he who hears and did nothing is like a man who has built a house on the earth. Yes. Without a foundation. NIV talks about a fool. Ni kama mjinga ambao amejenga nyumba yake mahali ambao ni juu ya mchanga. Lift up your hand and tell God, you don't want to be a fool. Amen. Yakobo unasikia saa zote unatenda nusu kama Saulo, saa zingine hata utendi. Hallelujah, praise the name of the Lord. Hallelujah. God's word is meant to be obeyed. Neno ya Bwana ni ya kutimbwa, ni ya kuheshimiwa na kufuatwa. Hata mambo tumesema kanisani hapa ni ya kufuatwa. Hatusemi tu namna hiyo ovyo ovyo namna hiyo. It is meant to be obeyed by you. If you don't obey, who will obey? If you don't obey, who will be the man after God's own heart? Hapo Mungu amesema Yakobo, nimeona mtu ambao moyo wake ni kama wangu, atatii kile ambao iko. Father, I thank you because you are God. Bless your people. Help us to obey your word, oh God. Let us not be like fools who only hear and they don't do what you have said. Father, be honored and be exalted. Saul refused to obey you, and you removed him from king. And David obeyed you. You said you have seen a man with your own heart, the man called David, son of Jesse, and you made him the king of Israel. Father, I know you're speaking to us that we may obey you, my Father, because your commandments are not burdensome. You want these brethren to reach their destiny. You want to bless them far above normal. Lord, remember them as they obey you, my Father, and number them, my Father, to fulfill and to do your word. I speak your blessings and favor over their lives. In Jesus' name I pray and I say amen. Say my amen. God bless you.